Hivi punde nimeona kuna message nyingi zinazozunguka kwenye mitandao ya jamii na ambazo zingine ni kama zinatishia kuwepo kwa vurugu ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nimewaiteni ndugu zangu waandishi wa habari ili nyinyi mkawe kipaza sauti kwa Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba hakuna mtu yoyote atakayevuruga amani ya mkoa wetu. Jana tulitoa maelezo kadhaa na SACP Mlilo ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam alitoa pia maelezo kadhaa kuhusiana na usalama wa mkoa wetu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote wa chama chochote cha siasa, taasisi yoyote ya dini, taasisi iso ya dini, mtu binafsi, shirika au kampuni, hakuna hata mmoja atakayeweza kuvuruga amani ambayo imekushajengwa katika misingi ya uongozi na hasa uongozi bora wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kwamba wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa na malalamiko yao. Wazingatie sheria, wazingatie utaratibu wa namna ya kufikisha kwenye vyombo na taasisi zinazohusika na masuala ya malalamiko walionayo. Niendelee kuwatoa wasiwasi wafanyabiashara wote na wawekezaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba kuanzia sasa mpaka baadaye utakapofanyika uchaguzi wa serikali kuu na hata baada ya hapo, mkoa wa Dar es Salaam utaendelea kuwa ni kioo cha amani katika nchi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, Afrika kwa ujumla na hata duniani kote kwa ujumla wake. Jambo jingine, ndugu zangu waandishi wa habari mlioko hapa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi tunaweza tukafarakana na tukapoteza malengo ya taifa letu. Kumekuwa pia kuna malalamiko mengi ya kutaka tume huru ya uchaguzi, lakini pia kumekuwa kuna malalamiko mengi ya kuonesha hisia za kutoshiriki katika chaguzi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tutakuwa tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa taasisi zozote za kisiasa, za kidini au zisizo katika makundi haya. Lengo ni kujikita katika R4 ambazo Mheshimiwa Rais aliziasisi. Kuhakikisha tunakaa pamoja, kuhakikisha tunajenga upya, kuhakikisha tunavumiliana na mambo mengine yote ambayo mwisho atapelekea kuwa na uchaguzi moja wa huru na haki, mbili wa kidemokrasia, ili mwisho tuwe na serikali itakayokidhi vigezo vya utawala bora, yani good governance indicators, ambazo mojawapo ni kupitia chaguzi zitakazokuwa za huru na haki na kadhalika. Na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam tunasubiri pia taarifa ya tume huru ya uchaguzi kupitia wale waliojiandikisha upya, wale waliouisha taarifa zao na wale wengine wote ambao walikwisha kuwa wamejiandikisha, ili kwa ujumla sasa idadi yao na mambo mengineyo yote yatakayohusiana masuala ya kiuchaguzi yatakayotamkwa na kufafanuliwa na tume huru ya uchaguzi. Sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tutatoa ushirikiano wa kutosha, na pengine tutatamani kila mmoja aliyejiandikisha ashiriki kupiga kura, kwa sababu tumejitahidi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na vitu vyovyote vinavyotishia wapiga kura, intimidations, environments. Na kwa mantiki hiyo, yoyote aliyejiandikisha atakutana na mazingira bora, sahihi, ya wazi, yasiyotisha, ili kwenda kapige kura kama haki yake ya msingi katika taifa huru na la kidemokrasia linaloongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Viongozi wa vyama vya kisiasa wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na viongozi wa serikali wa mkoa wa Dar es Salaam tutaendelea kufungua milango hii kadiri siku zinavyozidi kwenda, ili kuruhusu kila mmoja kuelekea kwenye chaguzi hizi asiwe na malalamiko wala dukuduku za aina yoyote mpaka siku ya uchaguzi.
lakini naendelea kusisitiza kwamba hakutakuwa na hata mmoja wa kuharibu au kufifisha amana ambayo tayari imekwisha jengwa. Ndugu waandishi wa habari, soko la Kariakoo linaendelea kujengwa na mpaka sasa lipo zaidi ya 95%, lakini hivi ninavyozungumza tayari wafanyabiashara waliokuwepo zamani zaidi ya 1500 wamehakikiwa na kuendelea kuoneshwa vizimba, lakini zaidi pia wamefafanuliwa kuhusu utaratibu utakaotumika wa wao sasa kuingia hapo, moja ikiwa ni kusaini mikataba, mbili ikiwa gharama za soko zilizopo kwa wakati huu, lakini tatu yakiwa ni malipo, lakini nne ikiwa ku discourage wale madalali waliokuwepo zamani ambao mtu mmoja alikuwa na vyumba zaidi ya 15. Lakini jambo jingine ni madeni yote ya nyuma kulipwa ili kuweza kuuisha rasmi taarifa za wafanyabiashara wa zamani. Sambamba na hilo, soko lina magodown, lina frame za maduka, lina maeneo ya parking pamoja na maeneo ya restaurants au migahawa, maeneo ya ofisi na baadhi ya maeneo ya kutolea huduma nyinginezo kama huduma za kibenki. Maeneo yote haya very soon yatatangazwa utaratibu wake wa wengine wote kuweza kuomba katika mifumo rasmi ya kiserikali, na wale watakaoshinda watapewa nafasi ya kuwa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo. Pamoja na hili ni kwamba soko letu kwa sasa limejengwa kwa chini ya bilioni 28, na kilichopo kwa sasa ni ukamilishaji wa ujenzi wa uzio ili kutoruhusu tena soko letu kuweza kuvamiwa au kuchafuliwa kwa biashara zisizo rasmi. Viongozi wa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa eneo la Kariakoo waanze haraka kuwaeleza wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo kufungua njia kuelekea kwenye soko hili la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Na jambo jingine kuhusiana hili, kulikuwa pia kuna malalamiko mengi kuhusiana na bei kuwa kubwa za frame nyingi zilizopo kwenye ukanda wa Kariakoo. Ninayo furaha pia kuwaeleza kwamba Mheshimiwa Waziri wa Ardhi Deo Ndejembi kupitia shirika la nyumba NSC wameamua kuingia katika ubia wa majengo yake yote yaliyopo eneo la Kariakoo, ubia na private sector, ili aweze kuvunjwa na kujengwa upya kwa mkataba maalum. Na kwa mantiki hiyo ninayo hakika kwamba mwaka huu hali ya biashara katika eneo lote la Kariakoo itaendelea kuwa bora sana, kwa sababu maeneo ya kufanya biashara yameendelea kuongezwa kwa ubunifu mkubwa ulioendelea kufanywa na Wizara ya Ardhi chini ya Waziri Ndejembi na Shirika la Nyumba la Taifa, kwa kuingia ubia na wafanyabiashara au kuingia ubia na watu binafsi ili waweze kuboresha nyumba za awali na kuwa magorofa yenye frame nyingi za maduka.